Karibuni kwenye kipindi. Asante. Wote mmekuja kutafuta kazi? Ndio. Haya, karibuni. Asante. Tunaanza na dada Helen. Wewe umetokea wapi? Umetusikia wapi? Sumbawanga. Umetokea Sumbawanga? Ndio. Okay. Umetusikia wapi? Nimewasikia kwenye mitandao, wanafuatilia Instagram na Facebook. Ndio. Okay. Sawa, karibu. Asante. Una uwezo gani wa kufanya hizi kazi za ndani? Kazi za ndani nimewahi kufanya. Nimewahi kufanya mission, nimewahi kufanya pia kwenye nyumba tu za watu wa kawaida. Ndio. Kwa hiyo una uwezo wa kufanya? Ndio. Kazi za ndani vitu gani unaweza zaidi kufanya? Naweza kupika, usafi, kulea, kwa sababu mimi pia ni mama. Ndio. Na watoto wangapi? Na mapacha 2. Wana umri gani? Miaka 7. Wewe umewaacha kwa nani? Wako kwa baba yao. Kwa baba yao? Ndio. Okay. Ndio. Sawa, karibu. Asante. Matarajio yako kuja hapa, umekuja kwa malengo gani? Matarajio nimekuja kutafuta ni zaidi ni mtaji. Ndio. Unatafuta kiasi gani? Ni hela nyingi. Milioni 7 nikizipata, maana mimi pia nimesomea nursing. Kwa hiyo nikizipata hizo naweza kufungua duka la dawa nikawa nauza mwenyewe la kwangu. Ndio. Okay, sawa. Kwa hiyo natafuta milioni 7. Ndio. Na ni sahihi kutafuta, na sisi tunachohamasisha wadada waje watafute hiyo mitaji, isipokuwa kuna kazi ya kufanya. Ili uweze kupata hizo milioni 7 kuna kazi ya kufanya. Ndio. Na hapo ndio mtihani mkubwa uliopo. Ndio. Wengi wanakuwa wanataka hela ila hawako tayari kufanya kazi. Kwa hiyo sijui kwako itakuwaje. Hapa kuna wengine wanatuonyesha ujanja, wanajitahidi kujificha, kujitumatuma uongo na kweli, lakini akifika kazini inakuwa ni malalamiko tunapokea zaidi kuliko sifa nzuri za mtu ambaye anachapa kazi. Lakini sisi kazi yetu hapa ni kuwafundisha. Ili uweze kupata hela lazima ufanye kazi. Na kama ulienda kusoma nursing, maana yake hata hii kazi inatakiwa kusomewa. Hii kazi ya nyumbani sio ya kufanya tu kiolela. Tumewatengenezea miongozo, lakini matokeo yake ni kwamba huoni kabisa watu ambao wanataka kujifunza namna ya kufanya kazi inayompa hela. Hayuko tayari kuihangaikia, kujifunza na ifanyaje kwa ubora. Kwa hiyo wanapita tu, anataka tu akae kwenye nyumba ya mtu, mwisho wa mwezi alipwe mshahara. Huwezi kufanikiwa kwa staili hiyo, na sisi hapa hatufanyi hizi kazi kwa zamani. Sasa hivi sisi tunafanya hizi kazi kisasa. Unapokuja hapa unatakiwa ujifunze kufanya hizi kazi kitaalamu. Kama ulivyoenda kusomea nursing, mama yangu, unatakiwa usomee kazi za ndani vizuri. Kila siku uweze kujiboresha. Ufanye kazi za usafi kwa ubora, upike kwa ubora, uangalie watoto wa watu kwa ubora wa kisasa. Kwa sababu sasa hivi watu hawataki tu wadada kama nyumbani, wanataka house manager. Full house manager, ukikaa pale una manage nyumba kila kona, kila kitu kinakaa kiko vizuri. Haya, karibu. Taona kama unaweza, maana kila mtu atakwambia naweza, lakini kitakachoamua anayeweza na asiyeweza ni pale utakapopangwa kazini. Hawata hapa kituone. Tutajua tu nidhamu yako na utendaji wako wa kazi tunaweza kuona. Tusipoona hapa basi bosi wako ataona na atatupa feedback. Ya muhimu ni kujua tu kwamba hatuvumilii wadada wazembe, hatuvumilii kabisa. Sababu hela zinazolipwa kwenye kituo chetu ni nyingi. Watu wanalipa mishahara mikubwa, lakini pia kituo hichi wanakisapoti kwa hela nyingi. Sasa hatuwezi kwenda kufanya uzembe. Sawa? Ndio. Haya, karibu. Asante.